Naam, asalamu alaykum, na hii ni Gavoo News. Ninakuletea ni mimi Zulfa Rashidi, tukianzia na huko Palestina upande wa Hamas. Kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza limesema vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vitaipa nguvu Israeli kuyapuuza makubaliano tete ya usitishaji wa vita. Hata hivyo, mazungumzo yao yalikita kwenye suala la mateka wa Marekani wanaoshikiliwa Gaza. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu pia imethibitisha kwamba ilishauriwa na Marekani na kutoa mtazamo wake. Vile vile, kiongozi huyo wa Marekani amewataka Hamas kuachilia huru mateka wote wa Israeli, la sivyo watu wa Gaza wataangamizwa. Aidha, onyo hilo la Trump limetolewa saa chache baada ya serikali yake kuweka wazi kwamba imefanya mazungumzo na kundi hilo la Hamas ambalo imeliita ni kundi la kigaidi. Na tukihamia nchini Sudani imefungua kesi kwenye mahakama ya juu Umoja wa Mataifa ikiutuhumu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kukiuka mkataba wa kimataifa wa kuzuia mauaji ya kimbari kwa kuwapatia silaha za kifedha kundi la wanagambo la RSF. Hata hivyo, Umoja wa Falme za Kiarabu umeitaka kesi hiyo kuwa mbinu ya Sudani kujisafisha jina mbele ya umma na kwamba haina msingi wowote wa kisheria wala ukweli. Aidha, RSF na jeshi la Sudani wamekuwa wanapigana kwa karibu miaka miwili sasa kuwania madaraka, na kila upande umekuwa ukiutuhumu mwingine kufanya uhalifu dhidi ya binadamu. Aidha, mahakama hiyo ya kimataifa ya haki imesema kesi ya Sudani imejikita kwenye matendo inayodai yamefanywa na kundi la RSF, ikiwemo mauaji ya halaiki, wizi wa mali, ubakaji, kuwalazimisha watu kukimbia, uharibifu wa mali za umma na ukiukaji wa haki za kibinadamu dhidi ya jamii ya watu ya Msalati. Tukihamia kwenye michezo, huko barani Ulaya, klabu ya Manchester United wanaangalia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa wa Crystal Palace Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 27. Wagonga nyundo wa London, West Ham na Crystal Palace ni miongoni mwa klabu zinazotaka kumsajili beki wa Uingereza anayekipiga huko Southampton Tyrell Harewood-Bellery mwenye umri wa miaka 23 katika msimu huu wa joto. Na hayo ndio alojiri leo katika Gavoo News. Nilokuwa nakuletea ni mimi mtangazaji wako Zulfa Rashidi. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika channel zetu zote zinazojulikana kwa jina la Gavoo Media. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.